ambapo hatua ya viongozi wa kisiasa kuwatumia vijana kuzua rabsha katika hafla ya mazishi na kuwavamia wenzao imeibua mjadala katika eneo la Nyanza, huku viongozi wakihusisha matukio hayo na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Wa hivi punde kulizungumzia swala hilo ni mwanasiasa ibuka katika kaunti ya Kisumu, Roger Sokea, ambaye ametoa wito kwa wanasiasa kukoma kuhusisha vijana katika vitendo vya kihalifu na badala yake kubuni nafasi za ajira. Akizungumza katika mkahawa mmoja eneo la Milimani jijini Kisumu, Sokea amesema kwamba vijana wengi wamejikita katika vitendo vya uhalifu kutokana na hali yao ya ukosefu wa ajira, hivyo basi kukata tamaa. Mambo ya goons yenye inatusumbua sana, nadhani ni kitu yenye meletwa na hawa wanasiasa wa kitambo. Na reason yenye wanaleta hizi goons ni ya kwamba wameshindwa kupea hawa youth kazi. Kazi ndio youth hawana. Kama youth angekuwa na kazi, angeenda kukua goon wa mtu. Lakini tungekuwa na njia ya kupea hawa vijana kazi. Hawezi tumika vibaya na politician kwenda kuua mtu ama kwenda kupiga mtu. So hii mambo ya goons naweza kusema kwamba hii shida imetokaza na viongozi wetu. Na hao viongozi wetu wako kwa generation ya kitambo. Ukiangalia saa hii more than 85% ya watu wanaishi hapa Kenya ni either millennials, Gen Z kurudi chini. Lakini hao wazee wengine wanaelewa yale vitu ya kitambo. So kama kuna kiongozi ambaye anaweza simama katikati, asaidie hao vijana kupata kazi, asaidie hao vijana kukuwa na kitu ya kufanya na kuwaeleza kwamba uongozi sio mashindano. Uongozi ni I would call it, uongozi ni tunapewa chance ya kuchunga tu nchi kwa yale generation inakuja. Si eti ni yetu inafaa tukule si wenyewe. So tukielewa ya kwamba uongozi si yetu kibinafsi, tunaweza saidia kupunguza hii mambo ya goons.